Mmoja kati ya swali la wengi ni wewe kutokuwepo kwenye birthday ya Mama Dangote siku ile. Mimi sikuwepo, nilikuwa nimesafiri, lakini vile vile nilikuwa sijui na Ukupewa mwaliko? Sijapewa mwaliko. Hamna ukaribu ule wa zamani tena? Mimi tangu zamani sina ukaribu nao. Nikajua baada ya ndoa labda. Hapana, sina ukaribu na watu wa familia yake. Lakini hakuna shida yoyote? Hatuna shida yoyote. Moja kati ya ndoa ambayo kila mtu anaitolea macho ni ndoa ya binti yako. Kila mtu anahisi, yani Diamond hata akionekana labda ameposti picha yuko na video vixen, hajasema kama ana wimbo mpya, watasema mpenzi mpya wa Diamond, ili mradi yamrudie binti yako. Wewe ukikaa naye unamuelekeza kwamba sana namuelekeza sana kwamba usijali haya kabisa sana. Kuna kipindi inafikia Zuhura mwenyewe anakuja kukwambia mama, baba mimi nimechoka. Hayo ndio mambo ya binadamu. Hata wewe kuna wakati tuanza mimi nimechoka vinavi, lakini unamplize kwa sababu kwanza ndo kwanza ndoa yake ya kwanza, bado mdogo. Vitu kama hivyo inatakiwa umfunze, umfundishe aweze kustahimili, na anastahimili sana muda mrefu tangu amekuwa na Diamond mpaka leo. Sema si waliweka chini ndio maana mpaka leo ni siku nyingi. Kwa hiyo amejitahidi, kashazoea. Kazoea. Kuna kipindi ambacho Instagram watu walikuwa wanaamini hii ndoa imevunjika kabisa, na kila mtu alikuwa anaongea hivi. Hadi kuna interview moja ulifanya ukasema, kwa nini kila siku mnamsema binti yangu? Kwa nini kila siku binti yangu? Ile ilikuwa imefikia hatua ambayo imekupanikisha hadi wewe kwamba kila siku. Wakati mwingine naudhi, unajua ukiona watu hata wale waliokuwa karibu naye ambao wako kwenye lebo pamoja nini, wanakuwa baada ya kumtetea wao wanakuwa wanashadidia vitu vya ajabu. Manake unapokuwa na mwenzio, shoga yako au rafiki yako au mtu mko kwenye group moja, ukitokezwa na tatizo unategemea wale wenzio watakutetea, lakini sasa baada ya kukutetea wao pia wanakukandamiza. Vitu kama hivyo vinaumiza sana. Ilikufanya baadhi ya watu kwenye waliokuwa wanaongea usiongee nao? Pengine mimi siwezi kuacha kuongea na mtu kwa sababu dini yetu inakataza kumnunia mtu. Unatakiwa umnunie mtu aliyokuambia kufa tu, tena unamnunia siku 40 ikimalizika basi. Kwa mimi siwezi kumnunia mtu, vitu vya kawaida kama zilivyo nyimbo, maneno ya mkosaji kama hivyo tunavyosema.